Habari mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu umzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter, tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Gondai. Karibu. Falme za Kiarabu nchini Qatar zimesaini hati za makubaliano kadhaa katika sekta muhimu, ikiwa ni pamoja na uchumi na maendeleo. Taarifa hiyo imetolewa kufuatia kamati kuu ya pamoja ya ushirikiano iliyoandaliwa Abu Dhabi siku ya Jumatano. Kwa ripoti ya kina ya taarifa hii, tujiunge na Veronica Mliatu. Mkutano huo wa ngazi ya juu ulioongozwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Katari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, na Waziri wa mambo ya nje wa UAE, Abdallah bin Zayed Al Nahyan. Kulingana na taarifa hiyo, pande zote mbili zimethibitisha kwamba uhusiano wa pande mbili unaoendelea kwa msingi wa utashi wa pamoja wa kisiasa na kujitolea kwa dhati kwa ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote. Aidha, wamekaribisha maendeleo katika ushirikiano wa kifedha na uwekezaji, ikiwa ni pamoja na juhudi za kukamilisha mkataba wa makubaliano kati ya wizara za fedha za nchi hizo mbili na majadiliano yanayoendelea kuhusiana na makubaliano ya kuepuka kodi maradufu. Pande hizo mbili zimesisitiza umuhimu wa ushirikiano katika sekta zinazoibuka za uchumi wa siku zijazo, hasa akili bandia, mageuzi ya kidigitali, kompyuta na usalama wa mtandaoni. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kusitishwa kwa mapigano yanayoendelea nchini Mali kati ya makundi ya kigaidi dhidi ya kikosi cha jeshi la taifa hilo. Kwa undani wa taarifa hii, Dorrington Edward anatujuza. Wito huo umetolewa na msemaji wa ofisi ya haki za binadamu Umoja wa Mataifa, Seif Mangango, akiwa mjini Nairobi, huku akisisitiza kuwa UN ina wasiwasi kuhusu ripoti za mauaji ya kiholela yanayofanywa katika taifa hilo. Katika hatua nyingine, Magango amewasilisha pia wito kwa mkuu wa ofisi ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk kwamba pande mbili katika mzozo huo usihusishe uhalifu dhidi ya usalama wa raia. Aidha, kauli ya Turk imesisitiza pia pande hizo mbili ziruhusu na ziwezeshe misaada ya kiutu iwafikie watu wote wenye uhitaji. Mawaziri wa mambo ya nje wa chama cha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia wamekutana siku ya Alhamisi nchini Ufilipino kabla ya mkutano wa kilele wa kambi hiyo, huku eneo hilo likikabiliwa na mgogoro mkubwa wa nishati unaohusishwa na vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran. Mkutano huo umeongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Ufilipino, Maria Teresa Lazaro, huku Ufilipino akiwa ni mwenyekiti wa sasa wa kambi hiyo. Kwa ufafanuzi wa ripoti hii, Donald Mwambuluma anatueleza. Mkutano huo umeongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Ufilipino, Maria Teresa Lazaro, huku Ufilipino akiwa ni mwenyekiti wa sasa wa kambi hiyo. Katika mkutano huo, mawaziri wamejadili juu ya masuala yenye umuhimu wa kimkakati, ikiwa ni pamoja na mgogoro wa nishati unaoendelea na athari za hali Mashariki ya Kati katika eneo hilo. Hata hivyo, migogoro iliyo mbali zaidi ya kusini mashariki mwa Asia inatarajiwa kutawala mikutano ya kambi ya kikanda ya ASEAN iliyoanza siku ya Alhamisi nchini Ufilipino, huku mgogoro wa Mashariki ya Kati ukileta changamoto kubwa kwa uchumi wake unaotegemea nishati na usalama wa chakula. Licha ya hayo, mwenyekiti wa tukio hilo nchini Ufilipino anaimani kuwa mawaziri wa ASEAN wanaweza kutimiza makubaliano mfumo wa kugawana mafuta katika mikutano maalum inayofanyika kabla ya mkutano huo. Teresa Lazaro, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Ufilipino, amesema kuwa ASEAN inahitaji kuimarisha uratibu wa migogoro na utayari wa kitaasisi wakati wa migogoro. Uchapishaji wa matokeo ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati umesimamishwa kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa mamlaka ya uchaguzi, hatua inayoongeza sintofahamu katika mchakato wa kisiasa wa taifa hilo. Mgomo huo umetokea ndani ya mamlaka ya kitaifa ya uchaguzi, ambapo wafanyakazi wa kitengo cha tehama wamekataa kuchakata na kutangaza matokeo ya uchaguzi uliopita, hatua inayoathiri moja kwa moja utoaji wa taarifa rasmi kwa wananchi wa taifa hilo. Kwa undani wa taarifa hii, tuungane na Sabina Martin.
Uchaguzi ulioathirika ni duru ya pili ya uchaguzi wa manispaa, mikoa na bunge ambapo ulifanyika April 26 na matokeo yake yalitarajiwa kutangazwa mapema, lakini sasa yamecheleweshwa kutokana na mgomo wa mamlaka hiyo. Sababu kuu ya mgomo huo ni madai ya wafanyakazi kutolipwa mishahara yao kwa miezi miwili, ambapo wamesema kuwa wamechukua hatua hiyo ili kushinikiza haki zao na kusisitiza kwamba hawatorejea kazini hadi watakapopewa staki zao. Ucheleweshaji huo umeathiri majimbo takriban 70 huku wagombea wengi wakibaki katika hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu hatima ya matokeo yao, na baadhi yao wameanza kuonyesha wasiwasi juu ya walali wa mchakato mzima wa matokeo hayo. Miongoni mwa wanaosubiri matokeo ni pamoja na Anset George Dorguel, kiongozi wa upinzani na mkosoaji mkubwa wa Rais Faustin Change Torreguela, huku ushiriki wao ukiangaliwa kwa karibu kutokana na mvutano wa kisiasa uliopo. Katika tukio jingine, Dorguel alizuiliwa kuondoka nchini katika uwanja wa ndege wa Bangui alipokuwa akielekea Addis Ababa kwa mwaliko wa Umoja wa Afrika, tukio liloibua maswali mengi kuhusu uhuru wa kisiasa. Ripoti zinaeleza kuwa alinyang'anywa pasipoti yake ya kidiplomasia na kuwekwa chini ya ulinzi licha ya kutokuwa na amri rasmi ya mahakama, jambo linalozua mjadala wa sheria nchini humo. Wachambuzi wanaeleza kuwa mgogoro huo pamoja na mvutano wa kisiasa vinaweza kuzoofisha taasisi za kidemokrasia katika taifa hilo, na wengi wao wakitazama hatua zitakazochukuliwa kurejesha utulivu na imani ya wananchi katika mchakato wa uchaguzi. Mashambulizi ya RSF kwa jeshi la taifa katika harakati ya ukombozi wa watu nchini Sudan yamepelekea kuporomoka kwa huduma za afya huko Delin, kusini mwa Kordofan, kutokana na mabomu yaliyopigwa katika kituo hicho. Samira Salum anatufafanulia taarifa hii. Daktari Tasnim Al-Amin, ambaye ni msemaji wa mtandao wa madaktari nchini Sudani, amesema mashambulizi hayo yamepelekea vituo vingi vya matibabu kusimamisha huduma zake kulingana na uharibifu wa kituo hicho cha afya cha Delin. Kwa mujibu wa mtandao huo, mashambulizi yalilenga maeneo ya kiraia yakiwemo vituo vya afya na kusababisha hofu kubwa kwa wakazi pamoja na wagonjwa. Hali hiyo imeongeza shinikizo kwa vituo vichache vilivyobaki vikitoa huduma. Aidha, wameongeza kuwa mashambulizi ya mabomu yanayoendelea yamesababisha mfumo wa afya katika jiji hilo kukaribia kuporomoka, huku wakitaja kuwepo kwa uhaba wa madaktari, dawa, mashine za X-ray, vifaa tiba na mahitaji muhimu ya hospitali. Kwa upande mwingine, baadhi ya wagonjwa wamelazimika kusafirishwa mbali kutafuta matibabu kutokana na vituo vingi kutofanya kazi, huku baadhi yao wakikosa huduma kwa wakati kutokana na changamoto za usafiri na hali mbaya ya usalama. Hata hivyo, kwa sasa hospitali na vituo vya afya vya Delin vinafanya kazi kwa uwezo mdogo, huku wahudumu waliobaki wakifanya kazi katika mazingira magumu. Mashirika ya afya yameonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi bila ya msaada wa haraka. Sudani imeendelea kushuhudia mapigano kati ya jeshi la taifa na RSF tangu Aprili 2023 yaliyosababisha maelfu ya vifo na mamilioni kuhama makazi. Mashambulizi dhidi ya huduma muhimu yameendelea kuzorotesha afya na misaada ya kibinadamu nchini humo. Mamlaka nchini Burkina Faso zinakabiliwa na tuhuma za kuwashikilia kwa siri na kuwatesa waandishi wa habari pamoja na watu wengine wanaoikosoa serikali ya kijeshi, hali inayotajwa kuongeza hofu kuhusu uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Ripoti kamili inaletwa kwako na Samia Omari. Shirika la kutetea uhuru wa vyombo vya habari la Reporters Without Borders limesema mwandishi mashuhuri Atiana Sej Ulun alichukuliwa kutoka nyumbani kwake mwaka 2024 na watu wenye silaha waliokuwa wamevalia kiraia. Tukio hilo lilizua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wanahabari na wanaharakati wengi nchini Burkina Faso. Baadaye serikali ya kijeshi ilidai kuwa Ulun alipelekwa jeshini kwa ajili ya huduma maalum, lakini ripoti mpya inaonyesha kuwa alizuiliwa katika jengo lenye ulinzi mkali mjini Wagadugu pamoja na takriban watu wengine 40 wanaodaiwa kushikiliwa bila kufikishwa mahakamani. Kwa mujibu wa mahabusu wa zamani waliowahi kushikiliwa katika eneo hilo, waliokuwa wamezuiliwa walilazimika kulala sakafuni katika mazingira magumu, kunywa maji ya chooni na kupigwa na walinzi mara kwa mara. Hata hivyo, mahali alipo Ulun kwa sasa bado hapajulikani, jambo linaloongeza hofu kuhusu usalama wake.
Reporters Without Borders imesema kuwa Ulun alianza kulengwa baada ya kuchapisha taarifa kuhusu madai ya ufisadi ndani ya jeshi mwaka 2022. Shirika hilo sasa linaitaka serikali ya kijeshi kumwachilia huru mara moja pamoja na kuhakikisha waandishi wa habari wanafanya kazi zao bila vitisho wala mateso. Tangu mapinduzi ya Septemba 2022 yaliyoongozwa na Ibrahim Traore, serikali ya kijeshi imekuwa ikituhumiwa kuwakandamiza wapinzani na vyombo vya habari. Mashirika ya haki za binadamu yanaonya kuwa hatua hizo zimeongeza mazingira ya hofu nchini humo na kuhatarisha uhuru wa habari pamoja na haki za kimsingi za raia. Papa Leo wa 14 ametimiza mwaka mmoja tangu achaguliwe kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, huku kipindi hicho kikitawaliwa na ujumbe wake wa kuhimiza amani, mshikamano na maridhiano duniani. Ripoti ya kina inaletwa kwako na Elisante Mwanga. Katika mwaka wa kwanza wa upapa wake, Papa Leo wa 14 amefanya ajenda ya amani kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya uongozi wake, akisisitiza kuwa dunia inahitaji mazungumzo na upendo zaidi kuliko matumizi ya silaha, huku akiwasihi viongozi wa mataifa kuweka mbele utu wa binadamu na kuachana na siasa zinazochochea mgawanyiko na vita. Aidha, Papa Leo wa 14 amekosoa matumizi makubwa ya fedha katika sekta ya kijeshi, huku akisema fedha hizo zingeweza kusaidia kuboresha huduma za kijamii kama afya, elimu na misaada kwa watu wenye uhitaji, akisema kuwa vita vinaendelea kuharibu maisha ya wananchi wengi wasiokuwa na hatia, huku mataifa yakitumia mabilioni ya dola kununua silaha badala ya kuwekeza katika maendeleo ya watu. Katika jumbe zake mbalimbali, Papa huyu ameendelea kuzungumzia madhara ya vita kwa jamii, akieleza kuwa migogoro husababisha njaa, umaskini na kupotea kwa matumaini kwa maelfu ya familia duniani, na kusisitiza umuhimu wa kusaidia waathirika wa vita na kujenga mazingira ya maridhiano ndani ya jamii zinazoathirika na migogoro. Mbali na wito wake wa amani, Papa Leo wa 14 amehamasisha matumizi ya elimu, michezo na utamaduni kama njia za kuunganisha watu na kuondoa chuki. Na kupitia ujumbe wake wa amani isiyo na silaha, ameendelea kutoa matumaini kuwa dunia inaweza kufikia maridhiano ya kweli ikiwa mataifa yataamua kuweka mbele mshikamano, haki na utu wa binadamu kuliko vita na vurugu. Tangu alipochaguliwa mnamo Mei 2025, Papa huyo ameendelea kutumia hotuba na mikutano mbalimbali kutoa wito wa kuondoa vita na migogoro inayosababisha mateso kwa mamilioni ya watu duniani. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SAU TV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaji wa kipindi hiki, mimi ni Arafa Ngondae.